Naitwa Andrew Peter, ni afisa ufugaji nyuki kutoka halmashauri ya wilaya ya Biharamulo. Kuna vitu vingi mbalimbali tumewaandalia katika sekta ya ufugaji nyuki. Nawakaribisha sana wapenzi watazamaji. Na mimi naitwa Mwalimu Mberwa Petro, ni mtaalamu wa ufugaji nyuki ambapo katika sekta hii tuna design na kutengeneza vifaa vya ufugaji nyuki kama unavyotizama hapa, mizinga ya kibiashara, mitego ya kuvunia chavua ya nyuki, mashine za kuvunia sumu ya nyuki. Lakini pia tunatoa ushauri juu ya uanzishaji na usimamizi wa miradi ya ufugaji nyuki pamoja na uzalishaji wa mazao yote ya nyuki ikiwemo asali, nta, chavua ya nyuki, gundi ya nyuki, maziwa ya nyuki pamoja na sumu ya nyuki. Si tu asali peke yake, lakini pia tunazalisha mazao mengine ya nyuki ikiwemo nta, tunazalisha gundi ya nyuki, tunazalisha chavua ya nyuki, tunazalisha na sumu ya nyuki. Mazao haya yote yana uhitaji wake katika sekta ya viwanda vya kimatibabu, lakini pia vile viwanda vya urembo. Mathalan, nta limekuwa ni zao muhimu sana katika kutengeneza vifaa vya urembo ikiwemo lip balm, dawa za viatu, sabuni, lakini na mafuta. Ni nta hizi pia zimekuwa zikitengeneza mishumaa isiyotoa moshi wenye hatari katika mapafu yetu. Chavua ya nyuki ni zao ambalo tunalivuna kwa kutumia mtego huu. Kifaa hiki kinaitwa kitega chavua kwa lugha ya kujidai pollen trap. Kifaa hiki hufungwa kwenye mzinga ambapo nyuki huingilia, na kwa kuwa nyuki anapotoka katika mzinga huenda kwenye mazingira kukusanya vitu viwili vikubwa, nectar pamoja na chavua. Kwa hivyo anavyorudi kwenye mzinga wake hukuta mtego kama huu ambao una matundu yenye kumruhusu yeye kupita. Anapokuja na mizigo kwa maana ya chavua hubaki kwenye draw maalum hii. Kwa hiyo sisi tunakwenda kuvuna zao ambalo limeletwa na nyuki kutoka kwenye mazingira ya kawaida. Kwa hiyo chavua ya nyuki hubaki humu, alafu tunakwenda kuvuna. Kwa hiyo ni malighafi muhimu sana ambayo si wengi wamekuwa wanavuna zao hili, wamekuwa wakiliacha kwenye mzinga pasipo kujua uthamani wake. Sisi katika kutambua tija kuelekea dira 2050 tumeamua kuja kuonyesha mambo haya yote ili wanaokuja hapa kututembelea kwenye banda letu la halmashauri ya wilaya ya Biharamulo waweze kujifunza mambo mtambuka katika sekta ya nyuki. Sumu ya nyuki, kwa kumalizia, ni zao ambalo linapatikana pia kwa nyuki yule, na tofauti na zamani ambapo sumu ya nyuki alivunwa kwa kumuua nyuki aliuliwa yeye kama yeye na alisagwa ili sumu ya nyuki iweze kupatikana ndani yake. Kwa hiyo nyuki aliyesagwa aliweza kuwekwa kwenye kimiminika na watu walitumia kama njia ya kupata sumu ya nyuki. Lakini siku hizi kutokana na maendeleo ya teknolojia tuna mtambo maalum unaoweza ukafua umeme na kifaa hicho kikaelekezwa jirani kabisa na mlango wa mzinga. Nyuki anapopita pale atapigwa shoti ambayo haitomuua yeye, badala yake itamfanya akasilike, na atakavyokasilika hata kuwa na chaguo lingine zaidi ya kushambulia, kujibu mapigo. Kwa hiyo umeme huu unatoka kwenye mashine hii ambayo inaitwa microprocessor machine, na umeme ule utolewa kupitia socket maalum hizi. Huletwa mpaka kwenye kifaa hiki chenye waya nyingi za shaba ambazo zina uwezo wa kupitisha umeme kwa urahisi. Kwa hiyo tuna control umeme na kubaki, unaweza ukatizama hapa, tuna control umeme ubaki ule ambao hauwezi ukamdhuru nyuki moja kwa moja. Na mashine hii ina uwezo wa kubeba panel 6 kwa wakati mmoja. Lakini kwa maonyesho haya tumekuja na panel moja, kwa maana hapa kila socket inaweza ikabeba panel moja. Na umeme huu unapokuja hapa, nyuki anapokuja hapa atakuta kuna shoti sio ya kawaida, atajibu kwa kushambulia hapa. Anaposhambulia, kazi ya umeme inafanya kukausha ile sumu ya nyuki inayopigwa hapa kutoka katika hali ya kimiminika
kuwa katika hali ya poda kama hii. Kwa baadaye inatolewa pale na kufungwa kwenye chupa maalum ili siweze kuharibika, na chupa hizi ni maalum kabisa kwa ajili ya kuhifadhi sumu ya nyuki, huitwa Dark Amber Grass. Matumizi ya sumu ya nyuki yameendelea kukua kwa kasi kubwa sana, hasa kwenye matumizi ya kudhibiti virusi. Chuo kikuu cha Michigan cha nchini Marekani kimekuwa kinatumia sumu kutoka shamba la nyuki Biharamulo kutizama uwezekano wa kudhibiti virusi. Lakini pia sumu ya nyuki tayari imeshathibitika kufanikiwa kupambana na bakteria wanaoshambulia vidonda vya tumbo. Wao wataalamu huwaita E. coli bacteria, Helicobacter pylori. Inapokuwa imechanganywa na asali hutengeneza aina ya asali ambayo huitwa melting chemical, melting honey. Melting honey ni asali ambayo inakuwa tayari imechanganywa kwa uwiano maalum baina ya sumu ya nyuki pamoja na asali. Kwa hiyo hii mtumiaji anapoitumia hupata faida mbili kubwa. Faida ya kwanza ni kuongeza uzalishaji wa urojo kati ya joint ya miili yetu. Tunajua kabisa kwamba kati ya mfupa wa goti na ule wa mguu kuna joint hapa. Upo wakati ambapo urojo hupungua, kwa hiyo mtu hukumbana na tatizo la kusagika mifupa. Watu wenye tatizo hilo, sumu ya nyuki ina uwezo mkubwa wa kuzalisha urojo, synovial fluids, kwa ajili ya kuhakikisha jointi hazikumbani na maumivu ya uvimbe pamoja na mifupa kusagika. Lakini pia faida ya pili ya asali hii ni kudhibiti bakteria. Kwa kawaida sumu ya nyuki ina kemikali inaitwa meltin. Hii ina uwezo wa kudhibiti bakteria pasipo kuasili seli ya mwili. Hivyo anayetumia asali hii atanufaika kwa kudhibiti wale bakteria na hata kuja kusikia tatizo la vidonda vya tumbo ambalo limekuwa likisumbua watu wengi. Wengi tumelizoea kuliita ulcers. Yes. Kwa hiyo katika kutambua soko, sisi tumekuja hivyo na tunatamani, kwa sababu Tanzania tumejaliwa maji, tumejaliwa ekolojia nzuri na viumbe wengi, hasa insekta, na nyuki ni insekta. Tunatamani watu tufuge nyuki, tugeuze mazingira kuwa kipato, na kama tunavyojua nyuki hagombani na wanyama wenzie, hali mazao mengine, wala hakuweki kwenye budget ya kuwalisha kila siku ama kuwapalilia au kuwachanja na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunawakaribisha vijana, wanawake, wazee, walemavu, tufanye shughuli hizi kwa sababu zinawezekana na zipo kwenye mazingira yetu. Sisi tunapatikana wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera, na mawasiliano yetu ni 0759886429, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana kwa shamba la nyuki Biharamulo, Instagram, WhatsApp, lakini pia pamoja na Facebook. Kwa hiyo tunawakaribisheni tuifanye sekta hii kutoka ilipo hapa kuelekea kule ambapo itatupa tija za kiuchumi, za kimazingira, pamoja na za kijamii.